iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na umefika ni wakati mwingine mzuri sana kwenda kusikia neno kutoka kwa Mungu. Kwa heshima na upendo tuchanganya mikono yetu. Shangwe na vigelegele ni kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu katika madhabahu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Karibu sana Pastor Alice katika madhabahu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wangapi wana furaha mchana leo? Amen. So ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hii siku ya leo. Kwanza nimshukuru tena Mungu ni kwa ajili ya wote walionitangulia mahali hapa. Nitangulie pia kwa baba yetu wa kiroho aliyetuamini hata mbele za Mungu na kutupa kibali katika hii madhabahu. Haleluya. Wapendwa, si jambo rahisi na si kitu cha kawaida. Haleluya. So ninazo sifa na shukrani nyingi ni kwa ajili ya kuhani mtumishi wa Mungu Pastor John na wengineo wote. Haleluya. So ni kipindi chingine tutafundishana kwa kifupi, alafu tutabarikiwa. Haleluya. So kwa pamoja tuamini, tuweke kipindi hiki kwa Mungu. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ninainua utatu wako mchana huu leo kwa ajili ya hiki kipindi. Watumishi wengine wamenitangulia Bwana, wakanena na wewe. Wengine wakafanya huduma tofauti Bwana, kwa ajili ya jina lako. Baba, tazama kipindi hiki mwanao niko katika madhabahu hii Bwana. Kanitumie sawa sawa na upendavyo. Baba, bariki kipindi hiki. Nikidai roho yako wa tafsiri na utambuzi akashuke Bwana katika mawazo yangu. Unaponitakasa Baba, roho yako kaniongoze. Ninaanza na wewe Bwana, nitakapofika tamati Yesu, sifa na utukufu nitakurejeshea. Katika jina la Yesu sote tunaomba na hata kuamini. Amen. Haleluya. So tukiwa katika sifa, kuna salamu fulani nikazipata. Hazikuwa kwa ujumbe wangu. So msomaji, wacha niwasalimie kidogo hawa tuingie katika neno. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 6:1. Tuone je, sisi kama wana Jerusalem tunatembea kama wana Jerusalem, ama tunataka kutembea kama wana Likoni, ama tunataka kutembea kama wana Kenya, ama tunataka kutembea kama watu walioumbwa wakawekwa duniani. Haleluya. Haya hatari mahali. Haleluya. Ukiwa kama Alison, na ubaki kama Alison. Haleluya. Unaweza kuwa na grupu kubwa mnapotembea, lakini maandiko yanasema siku ya mwisho hakuna grupu litaangaliwa, hakuna rafiki utaangaliwa, utakayoangaliwa ni ile nafsi. Haleluya. Kabla Yesu hajasulubiwa, kuna watu walioacha hapa duniani waeneze injili. Kama vile Alison na wewe na mwingine walikuja Yerusalemu, na sote tumechanganya mikono tunaabudu Bwana. Haleluya. Nikawa ninajaribu kutafakari, hawa walioachwa na Yesu waeneze injili, ni kitu gani kilikujaenuka? Haleluya. Ni kitu gani walikutana nacho? Msomaji umefika. Matendo ya Mitume 6:1. Soma mpaka hapo nafasi. Kitabu ni Matendo ya Mitume 6:1 inasema. Inasemaje? Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka, watu waliongezeka mahali. Haleluya. Wakati Yerusalemu iko pembeni, haikuwa huu machi. Haleluya. Kuna uwezekano tulipoanza huu mwaka hatukuwa hivi, lakini kadri kanisa linaongezeka, mambo yanaongezeka. Haleluya. Tukifanyika hapo, nimesema hizi salamu tu. Nataka tuangalie kuna kitu mahali turekebishane. Haleluya. Twende hapo. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao,
wakaongezeka hesabu yao. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Wakiyunani. Sasa wakati wetu ni kidogo, hawezi pata manunguniko. Haleluya. Hata Mungu mwenyewe akiwa amejenga nyumba lakini anapangishaji mmoja, hautasikia kufanya mbio. Anaweza kuacha kama zijana kabisa. Maana uko peke yako. Anakuvumilia. Lakini nyumba ikianza kujaa atakugeuzia. Mwacha nyuma. Baada ya wanafunzi kuongezeka, ndio manunguniko yakainuka. Haleluya. Lakini wakati watu walikuwa kidogo, kulikuwa kimya. So kuna mtu anafuatilia wakati vitu vinakuwa sawa. Na mbona janielewa? Kanisa likibaki watu kidogo kumi, hakuna manunguniko, kumaanisha mtesi hafuatilii. Lakini kama mnaongozana, mnaendelea katika njia iliyo sawa, kuna vitu vitainuka ili virudi pale uchache. Kuna mtu tuko pamoja hapo? Haleluya. Leo nikawa ninashangaa asubuhi ya leo. Wakati anajua kungoea. Kungoea. Ile duka serious unajua. Unajua kama nenda wote flat jivu wote. Na niweka stock jana. Unajaza mali leo, kesho inasambaratika. Why? Kuna mtu anakufuatilia. Wakati unasema umepiga hatua, kuna vitu huenuka katika safari yetu. Sasa leo ninasema chochote kilichoinuka katika safari yako, lazima tuvikatae. Mavita ambatana na sisi, tutaviachilia viende njia yake, tuende njia yetu. Hapana jali, hapana mchezo. Chochote kilichonunuliwa, ulikuwa unatembea njia yako na watoto wako, watoto katika direction nyingine. Leo ni ile siku tutawaregesha katika mahali pasawa. Hapo kusa kutoka hapo. Amen. Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa nani? Wakiyunani. Kiyunani nani? Amen. Juu ya Waebrania. Walikuwa na Wayahudi, sijui Kiyunani. So kuna uwezekano safari hii ilianza na kundi dogo. Huenda walikuwa Waebrania peke yao, huenda walikuwa Yunani peke yao. Haleluya. Lakini walipoona kundi lingine limeongezeka, wakaangalia vipi wale. Haleluya. Bwana sielewi hapa. Lazima nianze chamcha zangu hapa. Huyu aliyekuja hapa ondoke, nibaki hapa. Nataka nikwambie, suluhisho ni kufanya huduma, suluhisho ni kujitoa. Usipojitolea, ujue utakinyapa na watu wataendelea. Haleluya. Si maneno yangu, ni huduma. Hapana kulaza kitu hapa. Nafasi ya uimbaji ukipewa ikilala, haitalala. Ikiamcho inaweza mkako mwenzako, inaweza chuma kwa mkako. Waka nikwambie, kanisa halikuwa vile vile nadhania kwa ajili yako. Amen. Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania. Kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Angalia, kulikuwa na huduma ya kila siku na wajane wakasaulika. Mimi kila siku niko kanisani praise, lakini bibi yangu bwana hana cheo. Mimi natoa sadaka, bwana hapo mbele sina cheo. Haleluya. Hayaongei yakisikika, yako chini ya maji. Manunguniko yakaanza. Haleluya. Haleluya. Yakaa. Kwa nini wajane wetu wamejengwa? Haleluya. So, yeyote aliyetuma bibi yake kanisani, huenda kuna kitu alitarajia. Na hicho kitu alitarajia, atasema Jerusalem haifai. Ni mara ngapi mwachua huyu Mungu? Unaambiwa baki na Mungu wako.
Ukiangalia na Mungu kama hajakujibu, nataka nikuambie, mahali ambapo Mungu alikuweka, tulia hapo hapo. Bwana hatafuti, Bwana anakuja mwenyewe. Atakaye kufungua hapa, atakuja mwenyewe hapa, lakini ukimtafuta hautampata kokote. Mungu atafuti. Tulia, Mungu akufuate ulipo. Mungu afuate kutoa kwako. Mungu afuate kujitolea kwako. Haleluya. Wewe unatafuta Mungu utampata sana. Tunataka nikutoke sikio utoke sijui wapi utoke mtu utoke. Mpaka mwisho sana hakuna Mungu makanisani. Wacha niende kwa mganga. Kwa nini? Unatafuta Mungu wewe, lakini Mungu ni yeye ajipange ashuke hapa. Asema nimeshuka ni kwa ajili ya Mungu. Akishuka hapa anakuwa na dini na Mungu na anaenda zake. Akienda Mungu anashuhudia. Haleluya. Maliza mstari. Wale tenashara, Wale wanafunzi walioachwa na Yesu sasa wakasema hatukubali injili kufe. amen. Wajua kitu ambacho tunatangaza hapa. Baba yetu akiwaka tapata mwaliko kwenda mbali wiki moja. Nashangaa sana. Nashangaa. Siongea nikisema niko mwema, lakini nashangaa. Hata kuinua mikono wakatoa sifa, watu wamechangamka baada ya kuwa Isaya amefungua mlango hapo. Naongea uongo? Wakajua baba yuko karibu. Ndio. Hiyo ni hatari, si hatari. Hiyo ni hatari, si hatari. Hiyo ni kuna maneka, sio kuna maneka. Kwa mfano baba pasta hapa. Hawa ni mwana peke yangu. Usiona kiangalia kwa ndani sioni. Naona hata ya mwisho kule. Hapo ndani. So, tunafresha baba asipokuwa. Tutasema jamani toka baba waondoke, hapa kwetu hakuna Mungu. Kumbe sisi wenyewe tuabudu vinyago. Tusigeuze pasta wetu kwa kinyago. Hata yeye anasema tafuteni Mungu. Wewe jitwae kitawaka huko mbali uliko. Pasta hata kuwa ushindi hata na kuomba. Wewe jidai tu. Nilipe tuwe muhimu msifu kwa Bwana. Hakuna mtu anaweza niambia kitu. Niliacha katoka kurushakuwa hivi na ushauri mwingine. Lakini nikapenda na siku tuende kujaniokoa mahali. Wewe unaona kucheza basi. Wewe. Tuendelee. Wewe maliza tusikie hapo. Amen. Wale tenashara, Wale wanafunzi wa Yesu wakawaita jamii ya wanafunzi, wanabidi waite tena watu. wakasema, Wakasemaje? haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu Haipendezi praise tuache neno la Bwana na kuhudumu mezani. ili kushibisha wajane Bwana zao wafurahie. Hatuko hapa tukufurahisha wewe mtu mmoja ambaye ataka vitu vyako vya binafsi. Atafuta huduma ya uimbaji ili uwe binafsi yako, uimbaji wako ukafungue taifa, uombezi wako ukafungue taifa, uombezi wako ukapenye viwete. Hiyo ndio ibada ambayo Yesu aliacha. Hizi sifa na apone ninaona. Hiyo kitu naona. Yesu akatoka mlimani, aliporudi akamwona wanafunzi wako wameshindwa na kuponya pepo. Akahuzunika, Bwana ni imani zenu ziko wapi? Kumbe watu wananung'unika. Wakabidi wote watu kwa mara nyingine. Jioni waliwajia nini? Kwa nini Petro walifanya mkutano kwa mara ya pili? Na kuna watu waliachwa nao na Yesu. Malizia mstari kidogo mstari. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Haleluya. Amen. Baada ya
ikaonekana kazi ya Mungu inalala na kuna watu waliwekwa, Petro akaona hii injili itashinda njiani. Sasa nichagulieni watu 7 waliojaa na Roho ili Dodoma sikwame. Wana Jerusalem, hii kanisa inapiga hatua sana. Haleluya. Hii kanisa imepiga hatua sana. Ni lazima kila mtu asimame kwa zamu yake. Uwe mama, simama kwa zamu yako. Uwe mzee, cheza kama wewe. Uwe kijana, tembea kama wewe. Haleluya. Manunguniko hatapeleka mahali. Kila mtu ana majaribu yake. Hujui ni nani ikiji linajaribiwa kwa huyo mama. Hujui ni jaribu gani atajaribiwa Kristo. Ukimwona amejaribiwa amerudi chini. Ng'ang'ana subhana Israeli. Na Israeli na mama acha ning'ang'ane niingie pale. My friend. Kuna kanisa mahali likichanganywa wahubiri na ushers ni kama sisi hapa. Wewe unataka wenzako? Waongeza kitu ni kundi zima. Nyinyi kwa wawili hapendani. Utapeleka wapi peke yako? Wewe unahubirisha leo. Ushanda shule kaimba. Ushanda kwa huduma mahali ukaenda kufanya huduma nyingine. Bado tunapikwa. Lazima tukubali kupikwa. Injili tembee. Hata wale mapasta wanainuka 10,000 waache ukaza ambayo Yesu aliacha. Lazima usaidiwe. Uimbaji huwezi peke yako. Lazima tufunze tusimame. Uombezi huwezi peke yako. Ukiona watu wanainuka wakaribishe. Uombe. Huko ni kanisa kukua. Haleluya. Kuna mtu ninaacha nyuma hapo. Hizo salama zimefika kwa kila mtu. Hizo salama zimefika. Tuingie katika kitabu cha Luka 1:8. Amen. Kitabu cha Luka mtakatifu mstari wa kwanza kwa chapter 1 verse 8. Inasema. Nasemaje hiyo nayo? Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Bwana. Na huyo Zakaria kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani. Ilikuwa ndio. Amen. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani. Kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana. Sikiza ngoja kidogo. Hapo ndio nataka. Haleluya. Kuna kitu nimeanza nikasema ya kwamba huyu Bwana huwa hatafuti. Haleluya. Wewe weka tu juhudi zako, akiwa mbinguni atajua huyu mama amejitolea. Yeye mwenyewe atajitayarisha aje kwa wakati wake. Lakini ukimtafuta Mungu utachoka. Haleluya. Usiende ukaomba maana unataka gari. Yesu anafundisha juu ya kuomba. Baba yetu ametufundisha juu ya kuomba. Haleluya. Ndiposa yule alimpata katika mlima. Kuna mmoja alimkumbusha Bwana ya kwamba Mungu, mimi natoa fungu la 10 sadaka na funga mara 2 kila wiki. Ndivyo Mungu anajiinua. Maana kumbe hata ukifunga ni unyamaze, maana hakuna shortcut. Eti wacha nifunge nipate gari. Funga ujinyime. Mtu wa ndani apate nafasi. Unapofunga unaua mwili. Kama kuna usherati ilikuwa kubana, hakuna anayefanya usherati akiwa kwa mfungo wa mwezi mzima. Hakuna. Na kama tukasimama hapa tumchangia ande Katari. Umetoka hewani mpaka 100 mpaka ulipo nafanya kununuliwa. Hata kujinani uchi hapo haumuoni kweli kwa uchi, maana unachokisikia hataelezeki. Sasa tunafunga tuue mwili ibaki roho ikiwa hai, tupokee baraka. No, usipokane. Wagalatia anasema matendo ya mwili ya dhahiri. Yale matendo ya mwili ndio unapofunga unayaua yote.
kufunga hata baada ya kupanga wana gani. Ataondoka huduma ngwani. Kwani wewe sisi tunajivunia maana tunapewa chakula kilicho bora. Sasa wewe usipokee, angalia Alison na nani. Kila mtu anajaza kapu lake bora. Amen. Kesho kuna mtu anashuhudia. Huyo ni kwa wanafunzi wa John. Yale ulionayo hayatajulikana kipindi hicho. Walioinuka na baba yetu wa kiroho, alioinuka nayo hatuyajui. So kipindi kikafika, ile wakati haikuwa ya Zakaria kuingia hekaluni, lakini Bwana alikuwa amejitayarisha ndani. Hakungeingia mtu mwingine yeyote. Ajabu, hujanielewa? Maandiko yanasema kura zilipigwa. Kumaanisha kuna mtu alikuwa anaingia, lakini mlangoni kukawa na mvutano, maana ndani ni mkosa. Anasema piganeni, lakini nangoja Zakaria aje, niko na jambo na yeye. Nataka nikwambie mama, leo hujakuja bure. Bwana amejitayarisha kukutana na wewe. Mzee, hujakuja bure. Kuna kitu Bwana amejitayarisha. Hapo sikiza hapo. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Ikamwangukia tayari, na si kawaida. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje. Watu walikuwa nje. Sasa tunatembea na msafara wa kiroho. Mweza wengi hapa. Lakini kama mtu baba anabarikiwa, hakuna anayeona. Ataona kirukaruka tu. Kuna limefunga vinaenda. Watu ni wengi, lakini hawaoni kinachoendelea. Na kwambia kuna watu leo hapa watafunguliwa, wachawi wapende, wasipende. Kuna vifungo hapa, vinaachilia, wenda wapende, wasipende. Maana Bwana amejitayarisha ya kutosha. Sorry. Eti mama aliambiwa tunakuachia huyo Mungu wako. Kwani huyu Mungu ulioachiwa, kwa nini leo asishuke wakamwona? Haleluya. Mimi siwezi achua Mungu alafu ikabaki hivyo. Haleluya. Haleluya. Watu wakabaki nje wanaomba. Lakini manunguniko yakaanza. Bwana anakaunia. Hebu soma sikio mstari, wale mtamu sana. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje. Saa ya kufukiza uvumba. Ndio. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Wewe sikiza. Akatokea wapi eti? Upande wa kuume wa madhabahu. Sikiza kile ambacho Zakaria alikiona na wewe kile ambacho unakiona. Zakaria hakuanyahanya na vitu vya madhabahu. My brother, nikuulize sasa. Upate nafasi ya pale State House kwa rais, acha hii ahadi kwa leo. Hapo. Acha hapa ya Mombasa, hiyo huko ikodo kabisa. Watu wake wote. Pako baki wewe pale ndani. Waambiwe fagia nikupe 1000 kijana upate fare kule Mombasa. Fagia nikupe 1000 upate fare uende Mombasa. Wameingia pale ndani. Usijiweke kiroho sana. Ingia kwa kile kiatu sasa ni wewe sasa. Uko pale ndani mpaka upiga hivi. Friji imejaa. Ukifanya hivi kuna makaunda sote. Ukifanya hivi kuna mabiskoti. Unasahau kilichokupeleka pale ndani. Unaanza kuhanya. Sasa hapa niweke wapi hizi biskoti? Kucha niweke wapi? Unasahau uko kwa stage hauna fare. Bwana akishuka fanya kile kitu alichokuitia. Zakaria hakusiaki, akatolea, akasema mtakatifu. Lakini sisi wana Jerusalem
Kama Bwana alikuwa ameshuka wakati wa sifa, sisi tulikuwa tunaangalia nani? Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Kila mtu anaweza pasta tekesa ngapa nione nikioka. Kumbe pale huko na malaika. Sengeza. Jifunisha kutandea na epo. Haleluya. Wewe, kuna mtu namsaidia hapa. Isangalia mtu angalia pa. Hakuna malaika. Wewe malaika ameshuka kwa sifa, unakwenda pasta Jona shuka. Aingie. Watu wako foleni. Ushajiuliza kwa nini kila akija hata kama anakuwa banana mkono. Siri ni hii hapa. Kuna wengine walikuwa nje wanatamani kuja hekaluni, lakini wale wa hekaluni wanasoea masoea yao, wanataka waende nje. Wale mmekasirika? Waambie watu wako nje, atatoka saa ngapi niingie? Bali zamu yangu, watu wanapigana sababu ya kazi ya Bwana. Wewe hapa unaabudu mwanadamu. My friend, you are lost. Mimi kitu ambacho kilikubalifurahisha na Pastor John ni kimoja tu. Aliposema yeye hana biashara na chumvi na maji. Ni mwana kazi nice. Mwana kazi rahisi kukata chumvi na maji. Biashara ilionona hiyo. Yale mtu anaita trailer. Anajua ndani kuna chupa moja. Anapiga by 50 kila mtu. Na baada ya masaa mawili trailer imeita. Sasa kila mtu anang'ang'ana. Kajaribu haya maji kama yatafanya. Kajaribu huu chumvi hii. Labda mimi hii chumvi itakusaidia. What for? Kuna mahali tutapaona. Wewe unamtegemea mwanadamu. Lakini kumbuka mafunzo yanatembea mahali hapo. Amen. Wacha kwa siri moja ya maji na chumvi. Wana maji na chumvi inatumwa na mshirika aliyokoka leo ambaye imani yake bado ni changa. Hata ukimwekea mkono haoni lolote. Ndio naambiwa kuhani anastahili kumbebea kule mgonjwa imani. Lakini si desturi ile. Tunastahili chumvi tena, najua kukemea, najua kuomba, najua kufuta. Morana na kukuna. Wale wengine wanatumia nini bwana? Unaanza hata kwa kanisani lakini haamini pia. Hata kashika kwa kichwani. Yaani hata yuko hapa ndani. Alimwambia yuko hapa. Lakini bado hadi kashika kichwani. Maana anamwona kichwa. Unafuata nini? Kwa masunga ya shambani kalima huku hadi kashika kichwani tu. Kuna leo nataka sema bwana wangu ni sabini. What for? Hata kama Zakaria alikuwa tasa, lakini alikuwa mtu wa kujielewa. Wacha majaribu yasikutoe kwa Mungu mama. Wacha majaribu yasikutoe kwa Mungu mzee. Wacha majaribu yasikutoe kwa Mungu kijana. Simama na Mungu hata wakati wa majaribu. Wacha ndio watosha peke yako. Hata kama kwa familia unaokoka peke yako. Hiyo ni simu unaiweza peke yako. Hiyo uchawi unaweza peke yako. Una uwezo wa kukomboa watoto wako. Unao huo uwezo. Hebu tuende Mfalme wa Pili 6:25. Nataka tutembee first. Amen. Wafalme wa Pili 6. Angalia. Sasa ndio hapa kila mtu asimame. Twende. Wafalme wa Pili 6:25 nasema. Yasemaje? Njaa ikawa kuu huko Samaria. Samaria kulishuka njaa ya ajabu. Na tazama, wakaruhusu na karuhusu. Hata kichwa cha punda. Nani anakula punda? Nani wala punda? Sisi vile washiba. Vile washiba nataka punda.
Lakini njaa ile kwa Samaria, sikiza brother. Hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Vipande 80 vya fedha, hicho kitu chenye hukitaji wa kidharau, lakini hakipatikani mpaka kikongane. Kuna mtu hapa amesukumwa kwa maisha, hata tomato ya kumu ukipikia, ukiona mchunga umegeuka red, unasema Bwana ainuliwe. Na mama, sikupenda kwako, ni madhabahu ile ya kuta yakakusukuma kwa hiyo hali. Nataka nikwambie enda wapende wasikupende, hicho kitu ulichokikuta lazima leo kikakuachilie. Hatutaisha maisha, hatutaisha maisha katika Kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Hata kichwa cha punda kiko ghali mama. Amen. Na kibaba cha mavi ya njiwa. Wewe unakula mavi ya njiwa wewe? Wala mavi ya njiwa wewe? Hapana, maana una chakula nyumbani. Lakini wakati huo wa Samaria, Waisraeli walikimbilia mavi ya njiwa na hawayapati hivyo hivyo. Twende hapo. Na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Kata 5 unalipa. Huo ndio wa ushindi. Wewe njaa, maana hiyo hali ni ngumu. Kama nataka nikutambia, ukiwa hapa Jerusalem, ana malaika akiwa huko, hiyo hali haitaendelea kukufatapata. Ana kama kusikomata, inaachilia kuletwa, ikashuka kwako. Nijuze tu hapa, ukawa na wanawake wakigilia mwana. Ni mwaka huu mwacheka. Nakwambia wacheka maana nacho. Wenda na ID, upi mwagonjwa kama kwa mzima, na bandari ya unga, uache mama yake anaenda pika, wewe uozeshe. Tuko hapa, unasema ngoja nitoshi, acha niweke tu, firstborn wangu atakuja avae. Kuna watu hata chakula hawana. Ni gani tunaenda wana Jerusalem? Anataka chengiwe gari, ajengewe nyumba, hataki nyumba ya room moja, anataka nyumba ya room 8, sijui nini kiko ndani. Huyu unanifitna, ushajiuliza nalala wapi? Lazima tuelewe. So ukiona pasta amekumbuka, anaenda kwa wajane, kumbuka huyo mtu bado yuko katika njia ya sawa. Bado anafuata maombele, na kila mahali anageuza magari kila wakati, anageuza manyumba kila wakati. Haleluya. Mimi nakumbuka nilikuja kumwambia baba siku moja, niteseke, nichange kile chenye ninacho, nione kanisa likijengwa na macho yake, kuliko nichukuliwe na mtu nikakisudari kanisa kitaz na sijui lijengwa wapi. Hapo mahali siingie. Kali tutaseka na wewe. Mara 100 uona umeto 40. Mara ngapi tunasukumana hivyo hivyo. Kuna siku nikisimama utasema, huyu nilisimama naye na kanisa limesimama. Lakini usikubali kuingizwa kwa desturi ambazo hauzijui. Tazama Zakaria alifuata kwa lile kanisa lake alilokuwa na upendo. Siku hiyo Zakaria aliondoka, angekutana na Mungu. Kuna mtu ananielewa lakini inafunza. Amen. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, malaika anapita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, nimesema wakati wa kufunguliwa hakuhitaji mahitaji watu wengi. Ukiona wenzako wanamzaa hapa kanisani, jitoe kama wewe. Kuna waombezi wanamzaa, mama jitoe kama wewe, waimbaji wanamzaa, kijana jitoe kama wewe, ukiona dansa wanamzaa, jitoe kama wewe, kwa sababu ni bora tunapoingia sasa. Tena. Amen. Mwanamke mmoja akamwita akisema, yule mwanamke
alikuwa na desturi zake na asikize. Unisaidie Bwana wangu mfalme. Umesikia statement? Bwana haimaanishi eti Yesu. Yeye alikuwa anamaanisha gari ya Mungu. Haleluya. Amen. Sasa huyu alikuwa na mfalme. Sasa yule mfalme hakutaka kuwekwa kwa mtego. Naenda kupata wataka tuingie sasa. Twende nayo. Akasema yule mfalme, Bwana asipokusaidia, Mungu asipokusaidia chako, mimi nitakupatia. Amen. Umetoka huko, ukijana mwambie naomba hapo, nasema huyo sikumfuata. Kile pastor hayuko, shida zangu na naomba kiburi chako na uyana azuzizi. Maana zinakeswa kabo, hayuko pastor, narudi nyumbani. Paka pastor John ndio nisikia maandika pale anaponya, sikiza, hata akaomba akaondoka, yatosha. Alivyoomba akatoka, hiyo yatosha, hiyo neema mpaka ibada ishe. Hata usipomwona kama uko mgonjwa, chuya utapona tu. Lakini kama uko hapa, una mtu wako kwa moyo hapa, utasugua mzee. Utasugua. Kama si huyu, hata maombi ilikuwa hayana nguvu leo. Hiyo ndio maombi kweli hivi. Lakini wageni waliomkuta wanashuhudia. Maana kile ambacho Elia alikipanda kwa Elisha, amenachia kitu ama amenachia likovu hapo. Wanataka jaribu tu buma bana. Mimi nasema hakuna kitu kibaya kufuata nyayo za mtu hapa kanisani. Kama umependezwa na mienendo ya praise, tembea kama yeye. Huyu ni wetu. Ukipendezwa na njia za mama maombi, jinsi anavyoomba, sawa, tembea kama hivyo. Shida anakuja nazo mwenyewe, haina huduma tasi yake. Anaomba kama mama maombi. Shida kwa wapi? Nilimpenda kama Roman. Nilimpenda kama Roman. Hata nitamke nini? Nikemea kama Pastor John. Nimependa. Nisingependa leo yake, singekopi kilicho kwake. Mimi tu nile wakati hujafika. Lakini mimi mtakata Roman model. Nikishonesha nguo na mshonesha pia yeye, tukitembea tuko sote. Kwa mmoja liko hivyo. Ile toja fika, lakini ukifika utaana. Na hata wewe ukitakuwa kuhani, mtu akikupenda utamwona tu. Baba nimenunua shati, shika yako. Kesho kwenda wapi huko? Usifanye gharama yote, tuvae hizi baba twende. Anafurahia. Nasema hicho kipindi kikafika. Itafika. Vijana wenzangu tupe. Hii Yerusalemu itageuka, wapende wasipende. Lazima. Hakuna ambaye apende mazuri. Hakuna mama. Kuna mtu anatamani tu siku moja ndio amesale na wewe. Lakini uwezo hana. Mama familia vikifika utaviona. Utafahamu mkizi umetoka wapi. Utafahamu mkizi umetoka wapi. Mwana utumishe. Kumazia. Amen. Akasema Bwana asipokusaidia, Mungu asipokuponya kansa, nikusaidieje mimi nitakuponya nini? Sasa na bana pesa na kupia. Hiyo kama imeshinda mimi. Nini? Hakuna hiyo. Huyo mtu kipindi chake bado. Mama usitolewe kanisani kisa kile alichokipata hapa hujaponywa.
Hakuna mwanadamu anayeponya mtu. Ni wewe chunganishe na hekalu na Mungu akujibu kwa wakati wako. Acha kutangatanga mama, acha kutangatanga kijana, acha misisi kule, acha misisi mimi kucha kitambo hapa, lakini Bwana amenijibu leo. Zakaria kawa mzee, ndio Bwana akashuka. Kiangalia majira, Bwana anajiandaa na atafika kwa wakati wake. Hebu twende Waamuzi 6:25 tukimalizia. 6:25. Tuache uoga wa Yerusalemu. No fear. Hakuna uoga. Ili kwani tutakinyaga. Watu wakaokoka wanajiona Israeli. Waruhusu wakiingia tu. Basi mjue hamna kitu, watachukua kila kitu. Hili kwani tutakuja kinyaga. Tutakuja tawala hii. Nitakuwa mtakifuka tu fere. Anasema pasa choni uko wapi. Akifuka tu fere. Uko chamani wapi. Nina imani. Ni vile neno halijatushikia tu. Lakini hiki kishuka panakuwa panajaa saa moja hapa. Na ibada inapendeka asubuhi. Malaika anafanya mambo yake asubuhi. Sasa hiyo neema wakati wako ukifika, kanisa linakuwa linaongezeka, linatembea. Basi tukaambiwa itafikia wakati unaambia mwili nenda nje wako wa zamani iko na haiko mbali. Haleluya. Twende hapo malizia hiyo. 6:25 Waamuzi. Amen. Kitabu cha Waamuzi 6:25. Angalia mtumishi wa Mungu alijibeba kama yeye na vitu vikafanyika. Amen. Ikawa usiku huo Mambo ile nyakati ya usiku sasa, Bwana akamwambia, ana shuka kwa mtumishi wake, mtoe ng'ombe wa baba yako. kuna ng'ombe la kunaona hapo litaecha, yaani ng'ombe wa pili. Aya, Bwana naona hata kile ulichonacho. Wewe kama mama utatoa usitoe tu. Bwana, hata ile shilingi 5 na ficha anaiona. Unaniona? Sio huyo Mungu alikuwa na shizizi lakini alivyo. Sasa kwa mbinguni. Wewe namba pili wewe. Huyo ambaye ni baba yako sahihi ndio wa pili hapo ndani. Hebu mtoe hicho. Bwana sema tumeweka kwa kideki aje tunasema hicho ndio ukifunja mpaka mwisho wa mwaka. Sawa? Lakini hicho kideki Mungu anakiona. Anakiona? Hasa ng'ombe anatolewa akafanya nini? Amen. Yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7. Wow. Wanalo libebea la miaka 7. Sema nzao. Nzao. Haingia hapa. Huyo ng'ombe akitolewa na mtu hapo miaka 7. Huyo mlango haingii. Hata kama ni kondoo na ng'ombe wapo nje. Na ngao press. Ng'ombe miaka 7 ni singa. Akamwambia huyo na pia sio kwa baba, lakini mlete na kazi na yeye. Twende. Amen. Yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7. Ukayangusha madhabahu ya Baali. Kulikuwa na kitu kimetika. Kwa nini? Nimekichukua kidogo moja tu. Mungu akananiambia ya kwamba kuna wengine wanang'ang'ana, lakini mazingira waliong'ang'ana nayo waliyakuta yakiwa pale. Wewe unaelewa kuna kubwa na shida. Shida kasema tako ni kuelewa. Wewe kwa last born. Wamekuwa kianazama wasomi wote. Shida lisipita huko. Lakini kijiona kama mwanangu, nina mipango mizuri na wewe. Na nikiangalia hivi kabla hatujaanza mission, kile kitu ulichokutana nacho, wacha nikiangusha macho tofauti. Leo kila mazingira sio kwa yako. Wacha Bwana kayaangushe. Akuweke mazingira mazuri sasa. Hakuna kulia tena. Hakuna mateso tena. Hebu tuende. Amen. Ukayangusha
ya Baali Yaangushe yote. aliyonayo baba yako. Aya. Umenisikia sasa? So wewe mtoto kuokoka haina shida. Najua utanishangaa. Mimi bwanangu yeye ni mtu sijui wa wapi, lakini peke yake ndio naabudu Bwana. Lakini atakuwa kila ukoro, my friend, hiyo madhabahu ni ngumu sana. Na haingekuwa ngumu, Bwana hangeng'ang'ana Gideon kuvunja ile madhabahu ya baba yake. So alikuwa anaishi naye, lakini Yoashi haabudu Mungu wa kweli, ana miungu yake. Kuna watu mama wako nao, hutaki kuachilia, lakini kwao wana miungu yao. Wale mtatuza vipi? Nimendai wapi? Nikomba na nani? Nikekwa nani? Hivi nimeshindwa, hata sijui nifanye nini. Unapata mtu ambaye ananyonga na kwambia ndazi. Mbona unaniambia zamani? Unaniambia zamani. Hebu kesho lauka kupeleka kwa mzee. Asante dada, ni Mungu tu ametukanisha na yeye. Haleluya. Asante dada, ni Mungu. Na nimekwambia lauka kupeleka wapi? Kama shatuka. Haleluya. So, ukitaka Mungu akugeuzia mazingira yanayo, angalia ni watu gani unapenda nao. Wakati mwingine haona makosa, lakini wale ambao wana kureflect nje ndio wabaya. Hata huenda serikali ya Ruto haina shida. Kuna tu viherehere. Wanapende Bwana, mimi kwa serikali Bwana. Bila boss Bwana pale kwa jamaa. Walio kando yake ndio wenye shida. Sikiza. Ukiona watu wanafuata msaada, kaa kando mama. Hiyo huduma huko kwa wewe, kila mtu anaitaka. Vijana tuko. Unataka kuna mwenzako aliyekuzidi hapo kwa meza. Ukimwona hapa amekujaangalia maombi, huku na keketwa. Haya maombi huku wekewa wewe. Yeyote anaruhusu kujaondoa hapa. Yeyote anaruhusu kukaa kama masaa 10 akinyeleka shida zake. Haupangiwa kitu hapa. Msomaji wamekasirika. Ukaikata Ashera ile iliyo. Funka kabisa baba yako ile iliyo karibu nayo. Hiyo ambayo unayo funja. Ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu. Hapo palikuwa na uchawi. Lazima madhabahu ya Yerusalemu yakasimame. Mama, hata kama uko hapa na familia yako kuna uchawi wa kila aina. Nataka niwaambie, kuna madhabahu ya Bwana itaenda kuchanga. Kuna madhabahu ya Bwana itasimama. Eti hapo hata waolewi. Nasema hivi, hata kama umetoka kwa jamii ambayo haiolewi, wewe mwana Yerusalemu unatosha peke yako na utaolewa kwa jina la Bwana. Anakuwa vunja miungu, jenga kanisa. So kama uko hapa ako nipelekwa kwa wachawi, ni leo tunavunja hiyo magana, tunajenga kanisa kwa hiyo nyota. Kila nyota hiyo na uchawi, wacha ikatakasike, wacha ikang'ae, wacha ikang'ae, wacha ikang'ae, katika Amen. Ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Kwa taratibu zake. Taratibu za Bwana. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa wewe sadaka kuteketezwa. Teketeza kwa kuni. Kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Ile Ashera unapovunja uchawi,
unapokemea madhabahu, unapasua nyama, usikae jinsi ulivyo. Chochote unachokivunja lazima urudi madhabahuni. Nimevunja, lakini Bwana nionekanie. Ninakwambia hata wewe peke yako unaweza. Jambo hili kitu nalifanya peke yake. Wewe nawe utanasua watoto wako. Wewe nawe utanasua ndoa yako. Wewe nawe utanasua biashara yako. Wewe utanasua familia yako. Hata wale wazazi waliotengwa, ni wewe ukawanasue. Wewe twende, kuna mstari nachota. Amen. Ndipo Gibeoni akatoa watu 10 miongoni wa watumishi wake. Wote akawatoa. Akafanya kama Bwana alivyomwambia. Akafanya hivyo. Lakini ikawa kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya Bwana. Ya baba yake. Ngoja. Baba yako, mtesi wako hayuko peke yake. Akajua mimi nimemvunja, lakini hawa watu wananinukia. Baba yangu hawezi niangamiza. Ni nani ambaye kwa baba yake kisa amevunja chao nyumbani? Lakini shida ni wale wanachama. Wama changamoto wako wameleta kanisa. Wama kanisa la Yerusalemu kujabani bali. Wama chaombezi la naenda sijini wapi. Wanachama wana shida. Lakini Gideoni hakustunya. Haleluya. Hakubabaika. Ukiamua kuvunja mshirika wa Yerusalemu, vunja, bomoa, tandika, zika, ngoa kila kitu. Hakuna uchawi utakaoinuka tena. Wale mama mwamba na mimi uchawi wangapi? Wakati nasema kata, wangapi wanakata hapo? Si wote wanakata. Sasa ndio uchawi unaanza mama hapo. Kwa nini wewe? Ukiona ambaye hujafungwa nani yako hapo? Baba imani, Mungu natoa sadaka kwa ajili ya chupa ambayo niliona. Baba naomba ile chupa kuanzia leo. Kama inaenda kitutesa kuanzia leo hii sadaka, hakuna fingo litafanya tena kwa huo mje. Hiyo ni imani ya mtumishi. Maliza hilo. Akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya baba yake. Akaogopa watu wa nje na watu wa mji. Hakuweza kuyatenda haya wakati wa mchana. Akaenda na kazi za usiku. Basi aliyatenda usiku. Haya. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema. Kuna watu wanapoenda kwa miungu yao, ukikutana nao wanakuwa nuksi. Ukitaka mazingira yako yawe mazuri, jitenge na watu ambao wana miungu. Cheke mahali sawa. Haleluya. Maana kuna mtu anaabudu Mungu ambaye anaonekana. Sio anapoonekana kwa macho, hawezi kufanya vitu ambavyo utaviona kwa macho. Mungu anapokutendea mwili, kila mtu anajua kutendewa. Mchawi anapokufanyia mambo yake, utashangaa mpaka mwisho kutoa ushuhuda. Nimeenda kwa wachawi 5 na mambo hayajakuwa. Hawa tu wamelala, Mungu anafanya operation. Hivi kwa kanisani wako mambo yao. Kile kinachofanyika leo hapa kitaaffect maisha yao yote walio huko nje. Sema hiyo maliza. Amen. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema. Tazama. Madhabahu ya bahari imebomolewa. Yameangushwa. Na ile ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa. Na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana nini? Ni nani aliyetenda jambo hili? Huyu aliyetoa hii yote hapa ni nani? Huyu aliyenasua huyu mtu kilema zeta ni nani? Huyu mama aliyemrejesha katika ndoa yake ni nani? Nataka nikwambie, kuna mtu asiyejulikana leo atakurejesha mahali ulipotolewa. Kuna mtu asiyejulikana leo atakurejesha mahali ulipotolewa. Kuna Mungu asiyeonekana atakufanya maliza safari yako salama. Kuna Mungu asiyeonekana atafanya masomo yenu yaishe vizuri. Mungu wetu haonekani baba. Haonekani. Kitakachobaki ni maswali. Aliyefanya mtoto ni nani? Hatutaki kujua. Yule kipoma akasema
Sitaki kuchora mna sheria. Ninachofurahia ni kwamba ninaona ninatembea. Mengine hatuyataki. Ninachojua ni kwamba niko huru katika jina la Barikiwa sana. Baba.